Je, nina hatia kumliza mwanangu? Mimi nina mtoto wa miaka 14. Nilimzaa nikiwa katika ndoa hapo awali na mke wangu aliyefariki. Alifariki miaka 2 iliyopita. Na kwa mwanangu kidonda hicho bado hakijapona. Mwanangu na mamake walikuwa karibu sana. Na tena wanafanana kabisa, na walikuwa wanapenda vitu vinavyofanana kama vile sanaa na kusoma. Mahali pao walipopenda sana kuenda duniani ilikuwa ni katika makavazi ya huko mjini London. Walipenda sana kuchora na kuviunganisha tena vitu ambavyo waliviona katika makavazi hayo. Katika miaka 4 iliyopita, siku ya kuzaliwa kwa mke wangu marehemu ilikuwa ni mwezi wa 6, na mwanangu siku yake ya kuzaliwa ilikuwa ni mwezi wa 12. Na kila mara tulienda Uingereza kwa juma moja ili wakawe na wakati katika makavazi hayo yaliyoko mjini London. Hata hivyo, tangu alipofariki, mimi na mwanangu tumeendelea kuenda katika makavazi hayo wakati wake siku yake ya kuzaliwa. Tatizo ni kwa sababu ya mke wangu ambaye ni wa sasa. Yeye amekuwa nasi katika safari hizo mara moja tu mwaka uliopita, na alilalamika sana wakati wote. Hata hivyo, hivi punde tulijipata kuwa tunatarajia mtoto ambaye tulikuwa tunamtarajia aje mwezi wa 5. Alinishauri kwamba pesa ambazo ningetumia katika safari hii zingetumiwa bora zaidi tukiziweka kwa ajili ya mtoto, na pengine tufanye jambo lingine kwa siku ya kuzaliwa ya mwanangu. Nilifikiria sana kuhusu jambo hili na nikakubaliana naye. Nilikuwa na wasiwasi jinsi mwanangu angelichukulia hili, kwa sababu ndio jambo moja tu ambalo yeye alilitaka kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Hahitaji mazawadi mengi, wala hahitaji keki, wala hahitaji sherehe yoyote. Kile anachojali tu ni makavazi haya yaliyoko huku mjini London. Tulimpa habari hizi mwanangu jana na alikasirika sana. Alikasirika hadi wakati bibi yangu alipojaribu kumwambia kwamba tulikuwa tunaziweka pesa hizi, na pale hizi pesa zilipokuwa zinaenda, alisema kuwa hajali. Na kisha tulianza kubishana kuhusu jambo hili. Alisema kuwa alikasirika kwa sababu alipoenda mwaka huu atakosa maonyesho mapya ambayo alikuwa anatamani kuenda, na akatushtaki kusema kwamba mke wangu alikuwa anafanya hili jambo makusudi kwa sababu tayari hanipendi, alisema. Ninakubali kwamba nilimpigia kelele na akaanza kulia, na kwa saa 24 zilizopita hajaniongelesha. Je, nina hatia? Mwandishi alikuja akasasisha maandishi yake akasema, so mwaka mmoja uliopita niliandika katika mahali hapa kuhusu jambo hili, tatizo hili ambalo nilikuwa nalo na mwanangu ambaye sasa ana miaka 15 na mke wangu mpya ambaye sasa ana miaka 40.
Nimepata jumbe nyingi sana na maoni tofauti yakiuliza kilichofanyika, na nikaamua kusasisha maandishi yangu. Kwa sasa, kwanza tuanze na jambo kubwa lililotendeka. Je, nilimpeleka mwanangu London kwa siku yake ya kuzaliwa? Hapana. Lakini wacha niwaeleze. Baada ya mwanangu na mimi kupaziana sauti, alienda akamlalamikia mjomba yake ambaye ni kakake marehemu mke wangu, na mwenzake. Nitasema kwamba tangu mke wangu alipokuwa mgonjwa na hata baada alipofariki, kaka yake na mimi hatukuelewana. Yeye na mwenzake na familia yao yote wanapenda kunihukumu kwa jinsi nilivyooa haraka baada ya kufiwa. Hata hivyo, mwanangu amekuwa na uhusiano bora nao, na mara tu alipomwambia kuhusu kilichotendeka, walikuja na wakajitolea kumpeleka wenyewe. Nilikubaliana nalo, lakini mke wangu hakukubaliana nalo. Alifikiri kwamba tukimwacha mwanangu aende nao wakati huu, watajaza kichwa chake na uongo kumhusu na kusababisha mgawanyiko kati yetu, kwa sababu jambo hili lilikuwa tayari linamsababisha shinikizo zaidi, na pia alikuwa na mimba wakati huo. Niliamua kukataa ombi lao, ambayo lilifanya mambo kuwa mabaya zaidi. Hatimaye, baada ya siku kama 3, tulikaa chini na kuongea. Alisema kuwa hana furaha na jinsi mke wangu alivyokuwa anamtendea, na mara nyingi aliona kwamba alikuwa anajaribu kumfuta mamake kutoka kwa nyumba yao. Alionekana kwamba kila wakati alikuwa anamtoa makosa na hakuwa anamtaka awe karibu nao. Wakati nilipomuuliza mke wangu kuhusu hili, alikasirika. Alisema kwamba hajaribu kumfuta mamake, lakini kuwa alikuwa anataka tu kuongeza mguso wake katika sehemu ya nyumba yetu. Alikuwa hamtoi makosa, alikuwa anakuwa tu mzazi. Hatimaye mwanangu alikubali kwamba hataenda tena katika safari hii, na akaonekana kuwa amehuzunika sana. So wakati rafiki yake walipokuja nyumbani kwetu kukaa naye wakati wa siku yake ya kuzaliwa, walijaribu kumchangamsha, jambo ambalo lilinifurahisha, lakini sidhani kwamba lilifanya kazi. Mwaka mmoja uliopita mke wangu alipata mtoto, na sasa wakati ambao siku ya kuzaliwa kwa mwanangu kuna karibia, ameendelea kuwa na hasira zaidi, na amekuwa na chuki kuhusu yale yaliyofanyika mwaka uliopita. Anakaa kila wakati mbali na nyumbani. Amekuwa mjeuri, mwenye kukosa heshima kwa mamake wa kambo, na pia kuwa amekuwa akimwona mshauri mara kadhaa. Sasa wakati sote tumeshakaa tukazoea kuwa kwa mtoto huyu mpya, na siku ya kuzaliwa kwa mwanangu inasongea karibu, ninafikiria kwamba ningependa kurejelea utamaduni wetu wa kumchukua tena kwenda kwenye makavazi hayo yaliyoko mjini London. Nadhani kwamba itakuwa jambo bora, na natamani kwamba itarudisha umoja wa familia yetu. Na kwa kweli ninahisi kwamba nilimkosea sana mwanangu wakati nilipomkataza kwenda huko mwaka jana. Mke wangu hana furaha na haya. Anasema kwamba tukienda tutakuwa tunaizawadia tabia yake mbaya. Nadhani kwamba naandika
masasisho haya sio tu kwa kuwaeleza watu hapa jinsi yalivyokuwa matukio nyumbani kwangu, lakini pia nahitaji ushauri kidogo. Je, nifanye nini? Ninataka tu kuwa mzazi mwema, nataka kuwa baba ambaye bora kwa mtoto wangu. Crocodiles alimwambia, mke wako mpya alichagua kujifanya kama mtoto mdogo na kuharibu safari ambayo ilitakikana kuwa ya mtoto kwa siku yake ya kuzaliwa kama ukumbusho wa mamake. Wewe ulimkubalia huyu mwanamke kumfanya mwanao ajihisi vibaya sana kuhusu mahali pake alipopapenda zaidi duniani katika siku yake ya kuzaliwa. Ulimruhusu mwanamke huyu kuchukua kitu kimoja tu ambacho mtoto wako amekihitaji na kukigeuza kiwe kitu chengine ambacho hakihusiani kabisa na mwanao kwa sababu ya siku yake ya kuzaliwa. Ulimfokea mwanao kwa kukasirika kwa sababu ya kuwekwa kando kwa ajili ya familia mpya, na ukamruhusu mke wako mpya kumtendea mwanao vibaya, hata hukujali kuuliza swali lolote kuhusu wakati aliposema ananichukia. Kweli una hatia. Heather akamwambia, hakika wewe una hatia, hakuna swali kuhusu hilo. Je, na unajua ni nani ambaye ana hatia kubwa zaidi kuliko wewe? Mke wako mpya. Tabia yake inasinya na wewe unairuhusu. Huyu mwandishi ana hatia kabisa. Kumbuka kwamba mke wako wa kwanza alikufa miaka 2 iliyopita, na sasa ni siku ya kuzaliwa ya pili ya mtoto wake tangu mke wake mpya atokezee. Huyu mtu alienda akaoa miezi baada ya kufiwa na mke wake wa kwanza. Reader Rabbit akamwambia, hili limeandikwa vizuri. Mwandishi anaonekana kwamba aliacha kumpenda mtoto wake, akasonga mbele, lakini kwa mtoto wake kidonda bado kiko kibichi, hakijapona. Kwa mwandishi inaonekana yeye tayari haya mambo ya kifo yalimtoka. Pia mtoto wake anafaa asahau kwamba alifiwa na mamake. Kwa hiyo chukua tu kile kitu kimoja ambacho kinampendeza sana mtoto wake, hiyo safari ya kwenda kwa makavazi Uingereza. Mwandishi, mke wako marehemu anaonekana kwamba alikuwa mtu mzuri sana na akamwachia mwanao zawadi ambayo ni nzuri sana, upendo kwa makavazi makuu duniani. Huyu mke wako mpya hawezi hata kushukuru na kuona jinsi hili lilikuwa ni muhimu, na kwa hakika hata wewe unaonekana huwezi. Hayo makavazi ya ovyo. Wewe na huyu mama wa kambo muovu unanisinya. Aibu kwenu kwa kuchukua kitu kimoja tu ambacho kilikuwa ni muhimu kwa mtoto wako. Atakuwa mtoto tu kwa miaka michache tu baadaye, lakini unaonekana kuwa tayari umeshampoteza. Anastahili kupata bora. Hapa hakuna swali, wewe ndiye mwenye hatia. Terrible Radio alisema, wewe una hatia kwa njia kubwa sana. Kwa kuyaita makavazi haya
majikabazi, unadunisha umuhimu wa tamaduni hii, unamnyima mwanao kujiunganisha na mamake marehemu, yote katika jina la kuokoa fedha kwa mtoto mpya. Mwanao aliona kwamba unamtenga kwa hii familia mpya. Simlaumu. Unaonekana kuwa baba mbaya sana. Inaonekana kwamba hujali kuwa mwanao alimpoteza mamake. Je, alikuwa sawa na wewe kuoa tena? Wanaume wengi wenye watoto huwa wanaoa kwa sababu hawawezi kuzishika kuendelea kulea mtoto, na yale majukumu ya kumlea mtoto hayawezi peke yao. Na pia huwa haiko sawa kwa watoto. Fikiria kuhusu yale unayoyafanya hapa. Haitakuwa muda mrefu mwanao atatoka nyumbani na ataenda bila kutaka kukuona tena. Una bahati kwamba una hii familia mpya ambayo umeianza sasa. Chance alimjibu akisema, babangu angependa kufukuzana na mtoto mdogo kwa miaka 58 kwa saa moja hivi, kisha amrudishe kwa wazazi wake. Hiyo ni kusema unajitayarisha kuwa babu ambaye hatumii wakati wake wote na mtoto mchanga. Nadhani kwamba hawataanza kumfanya huyu mtoto mdogo awe mzazi wa huyu ambaye wanamzaa sahihi, kwa sababu atasema ndilo jambo bora kwa familia. Ndicho Heida alijibu akasema, ndiyo, una hatia. Shida ni huyu mke wako mpya. Yeye ndiye yule mama wa kambo mwovu anaonekana katika vikaragosi katika macho ya mtoto wako, lakini wewe ni mbaya zaidi kwa kukataa kumtetea mwanao. Amekuwa na nyinyi tu katika safari hizi mara moja, na tayari alilalamika wakati mzima. Aliyaleta machoni pako kwamba pesa ambazo unazitumia katika safari hii zingetumiwa bora zaidi kama ungemwekea mtoto mchanga. Mambo gani haya? Atafanya mtoto wako huyu mwanao amchukie huyu mtoto wako ambaye ni mpya. Ataweka chuki kati ya ndugu hawa wawili, na huyu mwanao atamchukia ndugu yake kama jinsi anavyomchukia huyu mamake. Mwanao anahitaji tamaduni hii, anahitaji muunganiko huu na mamake, hasa wakati ambao tayari wewe umeibadilisha kabisa nyumba yake na mwanamke ambaye tayari anaweka mgawanyiko na huyu mtoto anayekuja. Siyo tu makavazi mazuri kwake, yeye tayari hampendi, alisema. Je, yuko sawa? Kwa saa 24 zilizopita hajaongea naye. Kwa nini aongee na wewe? Ulishamwonyesha mahali ambapo imani yako iko na haiko na yeye. Je, msikilizaji, unaona kama huyu mwandishi alikuwa na hatia kwa kumwacha mtoto wake alie kwa sababu ya kukatiza safari yake ya kwenda katika makavazi haya? Si kuwa hakukuwa na pesa, bali kwa kuwa mke wake alisema pesa hizo zingetumika vizuri kama angeziweka kwa ajili ya mtoto wao ambaye alikuwa bado yuko njiani. Tafadhali toa maoni yako.